Boni Online TV. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Viongozi waliotenguliwa na kuteuliwa ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Katambi alikuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Anachukua nafasi ya Mheshimiwa Boniface George Simbachawene ambaye uteuzi wake umetanguliwa. Mheshimiwa Profesa Paramagamba John Aidan Kabudi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Profesa Kabudi alikuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Paul Christian Makonda ameteuliwa kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Makonda alikuwa naibu waziri katika wizara hiyo. Uteuzi mwingine ni Mheshimiwa Dennis Lazaro Londo ameteuliwa kuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Londo alikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Ayubu Mohamed Mahmud ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Dr. Richard Stanislaus Mayunge ameteuliwa kuwa katibu mkuu, ofisi ya Rais, makamu wa Rais, muungano na mazingira. Dr. Mayunge anachukua nafasi ya mhandisi Cyprian John Luhemeja ambaye ameteuliwa kuwa balozi. Mhandisi Zena Ahmed Said ameteuliwa kuwa balozi. Meneja Jenerali Mbaraka na Ziadi Mkeremi ameteuliwa kuwa balozi. Mhandisi Ali Semaje ameteuliwa kuwa afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST. Mhandisi Semaje anachukua nafasi ya Dr. Musa Daniel Budeba. Na uteuzi wa Profesa Hakim Kondo Zahabu, mwenyekiti wa bodi ya kituo cha taifa cha ufuatiliaji wa carbon NCMC, umetenguliwa. Aidha, uapisho wa viongozi wateule utafanyika tarehe 13 Januari 2026 Ikulu Chamwino jijini Dodoma kuanzia saa 8 kamili mchana. Taarifa hii imetolewa kwa mujibu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais, Ikulu. Boni Online TV.